Kwa majina ni Mzalendo. Leo tarehe 27 mwezi wa 4 2026 nimeona nifanye follow up story, kwa maana nyingine mwendelezo wa yale mazungumzo yangu ya jana. Na mimi siku zote nimekuwa natanguliza neno, nazungumza haya kama maoni yangu kwa nia njema kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia kwa taifa langu na wananchi wa Tanzania wenzangu. Mimi nitazungumzia eneo moja tu ambalo ni kipengele ambacho tume ya Jaji Chande iliona ni msingi kukizungumzia, hasa swala la maridhiano. Mimi nitoe maoni yangu ambao kwa namna nyingine ni ya kujenga au kuboresha namna ambavyo Mheshimiwa Rais atakapoamua kuunda tume ya maridhiano, ni nini kifanyike ili wakati mwingine maridhiano hayo kuweza kuwa na tija. Kama nilivyozungumza jana kwamba mimi ni miongoni mwa watu ambao walishiriki katika mazungumzo ya baba wa taifa Mwalimu Julius Burito Kambarage Nyerere na raia wa Burundi ambao walikuwa na wakimbizi ambao walikuwa wanaishi katika makambi yetu hapa nchini. Lakini lengo lake ilikuwa ni kuhakikisha kwamba siku moja nchi ya Burundi inapata viongozi ambao wanapatikana kwa njia ya kidemokrasia. Sasa kama hapa kwetu Mheshimiwa Rais ameona kwamba kuna kila sababu ya kuwa na maridhiano, maanake ni maridhiano ya kitaifa. Sasa kama ni maridhiano ya kitaifa, nitoe rai kwa serikali kwamba ili maridhiano hayo yakawe na tija, ni vizuri wakati mwingine haya nitakayosema leo yawe ni sehemu ya kuyachukua ili kuyafanyia kazi, kwa sababu mimi nazungumza vitu ambavyo nimevipractice, yani nimekuwemo siku hiyo wakati baba wa taifa anafanya kazi ya kuanza mchakato wa kutengeneza maridhiano kati ya Warundi ambao lengo ni kwenda kuhakikisha kwamba wanachagua nchi yao, wanachagua viongozi wao kwa njia ya kidemokrasia. Sasa kama Mheshimiwa Rais ataona kuna umuhimu wa kuwa na maridhiano kwenye fora yake, ni vema au ni vizuri maridhiano hayo yasianzie juu. Maridhiano hayo serikali iunde utaratibu kama alivyokuwa anafanya baba wa taifa. Serikali irudi kwa wananchi, ifanye mikutano na wananchi, ipate mawazo ya wananchi ambao ni Watanzania. Mawazo hayo kupitia mikutano ya hadhara kama alivyofanya baba wa taifa wakati anatafuta suluhu ya Warundi. Mikutano hiyo inaweza kusaidia kupata mawazo sahihi kutoka kwa wananchi ambao ndio wenye nchi yao. Mawazo hayo sasa ndio yanaweza yakachukuliwa, lakini kupitia mikutano hiyo Mheshimiwa Rais anaweza kutoa uwanja mpana kupitia wananchi hao wakachaguana katika maeneo mbalimbali, kwamba sisi tunaona katika halmashauri ya jiji la Mbeya kupitia mkutano huu tunamchagua fulani, watakuwa ni miongoni mwa watu wanaenda kutuwakilisha kwenye maridhiano. Sasa serikali kama itafanya hivyo, kufanya mikutano ya hadhara, kupata maoni ya wananchi, hayo maoni ndio yachukuliwe kupitia watu ambao watachaguliwa kupitia mikutano ya wananchi. Hao watu ndio wakawe viongozi ambao wataenda kuwakilisha wananchi kwenye maridhiano. Hata kama Mheshimiwa Rais anaweza akachagua wengine yeye kwa nafasi yake, lakini hili jambo lirudishwe kwa wananchi. Wananchi wenyewe wakafanye huu mchakato wa mikutano ya hadhara, wachague viongozi ambao watawakilisha, wakawakilishe huko ambako ndio kutakuwa na kikao ambacho kitakuwa kinajadili masuala ya maridhiano. Na Mheshimiwa Rais ana uwanja mpana wa kuchukua katika maeneo mengine, kwa mfano vyama vya siasa, makundi mengine ya kijamii, lakini wananchi nao, sehemu ya wananchi iwe na ushiriki kama wananchi katika swala zima linalohusu maridhiano. Kwa sababu nasema hayo, kwa sababu mimi nasema kitu ambacho nilikiona
na nilikuwepo, ambavyo baba wa taifa alifanya na kukawa na mafanikio makubwa. Aliwaruhusu Warundi wachaguane wao wenyewe, watu wanaoamini, ili siku moja wakutane Arusha na baba wa taifa kufanya kikao, lakini lengo ni kuhakikisha kwamba wanaleta amani na kumaliza misuguano iliyokuwepo nchini Burundi. Sasa tukifanya hivyo, inaweza ikasaidia maridhiano yatakayoanzishwa yakawa na matokeo chanya kuliko maridhiano hayo yakavunjike. Sisi wa Tanzania tunahitaji maridhiano yakalete matokeo ambayo yatakuwa sasa ni ya kuponya mioyo ya Watanzania. Hiyo ndio niliona leo niweze kuchangia hilo, kwamba baba wa taifa alifanya kazi kubwa sana kufanya shughuli ya ukombozi katika nchi za kusini mwa bara la Afrika. Zambia hapa, rais wa kwanza Kenneth Kaunda aliwekwa kizuizini na rais aliyekuwepo kwa wakati ule, lakini Nelson Mandela aliwekwa kizuizini kwa miaka kadhaa, lakini baba wa taifa alikuwa ni msuluhishi, alienda Zambia, mimi nikiwa na umri wa kujua na kufuatilia kujua nini kinaendelea. Lakini baba wa taifa alifanya kazi ya kuhakikisha kwamba Afrika Kusini Nelson Mandela anatoka na kuhakikisha kwamba Kenneth Kaunda anatoka. Sasa kama hapa tumekuwa na adhina hiyo, kwa nini sisi tusitengeneze maridhiano ambayo yanaenda kuleta matokeo ya kufanikiwa kuliponya taifa na watu tukaishi kwa amani, tukaishi kwa upendo, tukaishi kwa kutendeana haki? Kwa mimi nitoe rai kwa serikali kwamba maridhiano ambayo Mheshimiwa Rais anatarajia kuyafanya, mimi niombe kabisa kwamba yaguse kwanza wananchi wa chini. Mikutano ifanyike kwa wananchi wa chini. Mambo mengine kama atateua watu wengine kutoka kwenye maeneo mbalimbali iwe ni nyongeza tu, lakini nguvu kubwa ya maridhiano itoke kwa wananchi. Wananchi hawa wanaweza wakasaidia hicho kikao cha tume ya maridhiano kwa 100% na maridhiano yakawa na tija na nchi ikarudi katika hali ya kawaida na kukawa na utulivu na amani. Mimi leo nimeona kwamba nichangie hilo kwa mustakabali mzima kama mzalendo kwa maana ya kutoa ushauri kwa serikali yangu tukufu. Asante kwa maoni yako hayo, lakini baadhi wanauliza na kujiuliza, yanazungumzwa sana maridhiano. Wanahoji maridhiano ya jambo gani? Kuna nini? Wewe unachokijua ni nini? Unataka Watanzania turidhiane kwa jambo gani? Mimi niseme tu kwamba yani mpaka serikali inasema kuwe na maridhiano, manake hii serikali ni serikali ya wananchi. Serikali ilishagundua kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo hatuwezi tukasonga mbele bila kuwa na maridhiano. Na mambo ambayo mimi nayahisa au kuyafikiria mimi kama itakuwa ni sahihi ni kwamba kupitia mifumo ya kisiasa ndani ya nchi huenda kumekuwa na visababisha ambavyo Mheshimiwa Rais anaona kuna kila sababu ya kuwa na maridhiano ya kitaifa, ili wakati mwingine zile changamoto, migogoro, misuguano ambayo yuko ya ndani basi iweze kupata utatuzi. Unadhani jamii inaweza ikapokea hilo? Mimi na imani kwa 90% kwamba endapo serikali itakubali kushuka kwa wananchi kuja kupata maoni yao, mimi na imani kwamba kutakuwa na mafanikio. Kwa sababu nitoe mfano halisi. Baada ya uteuzi wa Mheshimiwa Waziri wa Vijana, amepita hata huku kwetu Mbeya amepita, lakini vijana walipopewa nafasi ya kusema, vijana wamesema kile ambacho kiko mioyoni mwao na Mheshimiwa Waziri wa Vijana akayachukua, na ina imani hivyo anayafanyia kazi. Kwa hiyo wananchi wanawiwa sana. Yani kila jambo inaruhusu wananchi liwe linaanzia chini. Likianzia chini watasema, na watakachosema serikali itakichukua, itakifanyia kazi, na huo ndio utakuwa uponyaji wa taifa. Jamii haina hasira na serikali, na serikali haina hasira na jamii, yani wananchi. Hata familia zinakuwa na ugomvi, familia moja lakini kunakuwa ugomvi. Hii ni nchi, na hii nchi na wananchi. Kwa hiyo kutofautiana
au kutofautiana au kuwa na hasira chuki, hivyo vitu haviepukiki, lakini tuna uwezo wa kuvipunguza au kuvimaliza kabisa.